Kwa nini sukari yako ya asubuhi inakuwa iko juu kuliko mchana hata baada ya kuwa umeshakula, lakini asubuhi inakuwa iko juu? Hili ni swali ambalo baadhi wamekuwa wakijiuliza na wakishangazwa kidogo, kwamba kwa mfano kama jioni nakuwa nimeshakula, mchana nakuwa nimeshakula, mbona sukari inaonekana kushuka kuliko ile ya asubuhi ambayo nakuwa nimekaa masaa mengi bila kula, na huenda natumia dawa kabisa. Nisikilize vizuri. Unapolala, mtu yeyote yule, mwili huwa unatengeneza mazingira ya kukusaidia unapoamka uwe na energy, uwe na nguvu ya kutosha kwenda kufanya majukumu yako. Sasa hivi watu wanazidi kuamka na kuelewa vitu vingi ambavyo pengine vilikuwa haviko wazi mwanzo. Ndio maana kama sasa hivi unafuatilia wataalamu wengi, utasikia wanakwambia hakuna haja ya kula asubuhi. Ukiamka chelewa kula mlo wako labda kuanzia saa 6, saa 5, saa 4. Wanamaanisha nini? Sio kwamba ni kitu kipya. Hata wazee wetu, hata sisi wahenga tuliishi hivyo zamani. Asubuhi unaamka, unashika jembe, unaingia shamba, unachapa kazi, unakuja kula baadaye. Kumbe mwili huwa unazalisha nishati, huwa unazalisha sukari na kuiweka kwenye damu ili isambazwe, seli za mwili zipate chakula. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa wa asubuhi sukari kwa iko juu, na kwa wewe ambaye ni mgonjwa wa kisukari sasa, kwa sababu nishati imewekwa kwa ajili ya kusaidia uamke na energy. Kwa vile wewe una upinzani wa insulin ambao ndio ugonjwa wenyewe, ndio kiini cha ugonjwa wa kisukari. Kwa vile una upinzani wa insulin, sukari hiyo inakuwa mwili hauna uwezo wa kuibalance. Kwa vile imemwagwa ili iweze kutumika, lakini pia insulin inapambana kuiondoa au kuibadilisha kuwa fat. Kwa vile una upinzani wa insulin, basi sukari inakuwa haifanyi chochote, ndio maana unaikuta iko nyingi. Na kwa nini kwa masaa mengine inaonekana kupungua? Usiku pia kuna baadhi ya shughuli za mwili huwa kwa vile umekuwa umepumzika, kuna zile shughuli za mwili baadhi zinakuwa haziko active sana kama mchana. Lakini pia mchana misuli inafanya kazi. Kumbuka kwenye insulin resistance haimaanishi seli zote ndo hazitumii kabisa. Ingekuwa seli hazitumii nishati kabisa, basi wagonjwa wa kisukari wote wanaokula ugali ngumi na mboga nyingi wangekuwa hawana hata nguvu za kutembea. Ni kweli una upinzani wa insulin, seli zako haziwezi kutumia sukari, lakini ziko ambazo zinatumia, kama misuli inatumia sukari. Yaani sio kwamba ndio zero kabisa upate energy. Unapata energy, ndio maana unafanya majukumu yako, ndio maana mwili wako unazidi kujiendesha. Ila katika uharibifu mkubwa, kwa sababu una upinzani wa insulin. Ndio maana tunasema ubadilishe tabia, kwa sababu seli zinazozidi kuharibika ni nyingi sana. Uharibifu kwenye mwili wako unakuwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo hayo mabadiliko yanakuwa hivyo kwa sababu mwili wako unakuwa unashughulika hayo masaa ya mchana. Hata baada ya kula, kumbuka kuna zile activity, misuli inafanya kazi, unatembea. Kwa hiyo kuna namna ambavyo angalau sukari inakuwa inatumika. Lakini asubuhi, kwa vile umetoka kulala, haujatumikisha mwili na una upinzani mkubwa wa insulin, sukari imeingizwa, mwili unakuwa unapambana kuibalance. Kwa hiyo ni moja ya sababu ambayo inaweza ikapelekea hiyo shida ya sukari ya asubuhi kwa juu kuliko masaa mengine. Lakini kuna tatizo lingine ambalo hata wasio na sukari inaweza kuwa linawatokea, sukari yao ya asubuhi ikawa inakuwa juu sana. Kuna tatizo linaitwa Down phenomenon. Siku nyingine nitakuja kuelimisha kuhusiana na hiyo changamoto ya Down phenomenon ambayo inaweza ikatokelezea. Ni hali ya kawaida ambapo mwili unakuwa unatengeneza sukari nyingi asubuhi na unashindwa kuibalance. Inakuja kukaa vizuri baadaye. Lakini hii ambayo nimeelezea ni kesi ya kawaida kwa wagonjwa wa kisukari wengi. Utakapofanya tiba za kureverse tatizo, baadaye itafikia stage ambayo sukari hiyo ya asubuhi itakuwa vizuri. Baada ya kuwa na sensitivity nzuri ya insulini, tatizo kuanza kuondoka, utakuwa unaamka asubuhi na sukari nzuri tu kama watu wengine, kama ambavyo hiyo ya mchana unaiona iko vizuri. Niambie kama umejifunza, lakini leo nilikuja kutoa ufafanuzi. Ni moja ya swali ambalo naulizwa sana. Okay? Mimi ni Sam Nature, na kama umeenjoy makala hii, follow page hii kujielimisha zaidi, na kama unataka kupata movement ama program za tokomeza kisukari, tunayo movement maalum ambayo itakusaidia kwenye eneo hilo. Comment neno nimejifunza, alafu utaendelea kupata masomo zaidi.